Ni kwa nini wakifika kuandikia ama kufanyia kazi vyombo vya kimataifa huwa wanabadilisha? Tutabidi tupigane kutumia vyombo vya habari kuweza nafasi kubwa ipo. Majadiliano ilikuwa ni kwamba tuanzishe Pan African News Agency, wa harassed, intimidated na pengine serikali ama tatizo ambalo tunaona kwa Afrika kutegemea vyombo vya habari kutoka kwa vyombo vya nje kupeperusha habari juu ya Afrika, kwamba kuna ile tatizo tumekuwa nalo kubwa kwa siku nyingi, ni ile bias, kwamba kuna uegemeo fulani, kwamba vyombo vya habari vya kimataifa huwa bado vimekwamba katika kuonyesha Afrika kama ni mahali kwa janga, mahali kwa tatizo, shida, na watu ambao hawawezi kujiokoa ama kujitegemea. Kwa hivyo na ile imebadilika pakubwa. Afrika inajiweza na imeonyesha kwa mara nyingi kwamba kuna mambo fulani, innovations kama M-Pesa, kuna innovation tofauti, SGR ziko Tanzania, Dar es Salaam, mining zinaendelea Uganda, Kenya na nini. Kwa hivyo kuna mengi yamebadilika Afrika, lakini vyombo vya habari bado vina believe na kuamini kwamba Afrika ni continent ambayo mazuri hayawezi toka Afrika, kwamba Afrika ni mahali tu kwa taabu na tatizo. Na hili imeonekana kwa waandishi wa habari wa vyombo vya kimataifa, na pia vyombo kama AI, artificial intelligence na ile algorithms bado zimekwama kuonyesha Afrika kama ni mahali tu ya taabu, mahali ya matatizo, mahali ya vita, mahali ya njaa na mambo kadhaa. Na hili sio kweli kabisa. Afrika ina matatizo yake ambayo pia nchi zingine za Europa, Marekani, tumeona kule South America, kunaona nchi zingine ambazo si za Afrika zinapitia katika zile changamoto na ziko na matatizo kama yale. Kwa hivyo tumekuwa sisi katika ile East African Press Council tunasukuma kwamba tuwe na Pan African News Agency ambayo itasaidia katika kutafuta na kutengeneza content na news on Africa ambazo zimeandikwa na angle ya Afrika, imeandikwa na Afrika na maslahi ya Afrika katika moyo. Kwa hivyo ile Pan African News Agency, kulikuwa na mkutano juzi Nairobi, na majadiliano ilikuwa ni kwamba tuanzishe Pan African News Agency ambayo ilikuwepo, si mpya, ambayo itasaidia katika kutengeneza habari ama kutafuta habari ambazo angle zake na ile focus yake itakuwa ni kuonyesha pia ile side nyingine ya Afrika. Afrika ambayo imebadilika, Afrika ambayo iko katika ile development trajectory ambayo ni tofauti sana na ile ambayo iko presented na international news. Na hii inafanyika, na tumeweza kuongea na waandishi wa habari wengi ambao pia wengine wanafanyia hiyo vyombo vya habari vya kimataifa. Ni kwa nini wakifika kuandikia ama kufanyia kazi vyombo vya kimataifa huwa wanabadilisha angle zao, ama kuangalia Afrika ama kupresent Afrika inabadilika, na kusahau kwamba wao pia wamekulia katika Afrika, wao pia wamezunguka katika nchi zingine ambazo matatizo ni yale tu. Ukiangalia lack of democracy, corruption, flooding, natural disaster zinafanyika Asia, zinafanyika Europa kama tu vile Afrika. Kwa hivyo tunasukuma kuwe na mjadala tofauti wa kuonyesha kwamba Afrika imebadilika. Sasa na ile World Network of Independent Media Council in Africa, kuna mashirika kama SANEF ile ama TAEF ile ni association ya all editors, wahariri wote kutoka Afrika wameform vyombo vyao. Kuna East African Press Council, yale mabaraza ya vyombo vya habari katika East Africa na South Africa, wote wanakuja pamoja, na kwamba ni njia imefika wakati ambapo wa Afrika itabidi wakuje pamoja. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuweza kujiangalia na kuangalia tena kuna njia tofauti ya kuweza kupresent Afrika katika vyombo vya habari, na hiyo inafanyika. So kwa hivyo kuna East African Journalists Association, African Media Congress, kuna mashirika mengi yameanza kujitokezea ambayo yanaangalia, yanaleta waandishi wa habari katika African continent waweze kuchangangua na kuweza kuangalia ni vipi hali ya kuandika habari kutoka Afrika itabadilika. Kwa hivyo watu hawajalala. Hata katika vyombo vyetu katika universities, faculties, wengi wameanza kuintroduce ile lessons kama international relations, democracy, diplomacy katika ile curriculum za waandishi wa habari. Ndio waandishi wa habari waweze
Kuna courses sasa kama leadership ambazo zinafundishwa katika vyombo vyetu vya katika universities na media colleges, ili kuweza kupanua mawazo ya wahariri wa Afrika, waandishi wa Afrika, waanze kupanuka mawazo, waanze kuangalia dunia kwa ujumla, na wasiweze ku isolate na ku discriminate Africa ni kama ndio bara ambalo peke yake liko na changamoto ambapo ni habari peke yake mbaya zina. Kuna courses kama constructive journalism, solution based journalism, development journalism ambazo zimeanza kufundishwa katika vyuo vyetu vya waandishi wa habari na kuweza katika hizi training za tasnia ya waandishi wa habari tumeintroduce courses kama zile, na kisha na maana ya courses kama development journalism ni kuonyesha kuweza kupanua mawazo ya waandishi wa Afrika kwamba kuna mengi ambayo yanafanyika katika Afrika, kando na matatizo kidogo hapa na pale, kuna mengi yanafanyika ambayo yanaweza kubadilisha hii continent iwapo tu waandishi wetu pia wataanza kuangalia na kuangazia mambo mazuri ambayo yanafanyika katika bara la Afrika. Na hiyo imeendelea vile umesema, teknolojia imechangia pakubwa na iko na itasaidia katika kubadilisha tasnia ya waandishi wa habari kwenye Afrika, kwa sababu ukiangalia historia ya waandishi wa habari ni kwamba tulianza na ile typewriter, tukafika computer, tukafika. Hayo ni maendeleo yote ambayo yamebadilisha waandishi wa habari katika Afrika, na tunaona teknolojia kama artificial intelligence, akili unde na teknolojia zingine ambazo zinabadilisha kwa ukubwa uandishi wa habari, na nyingi katika universities zetu na newsrooms, vyombo vya habari vimeweza kuadopt hizo teknolojia na mengi yanafanyika. Tumeona tofauti kwamba ile speed ya news imebadilika, ile quality ya news imebadilika, na usambazaji wenyewe wa habari umezambaa katika kutumia vyombo kama satellite, cloud sourcing. Yale yote ni teknolojia ambayo imesaidia waandishi wa habari kuweza kutoka Afrika kuweza kusambaa na unaona mashirika kama CNN, Al Jazeera, DW, BBC wakiweza kutegemea waandishi ambao wanaishi Afrika ama waandishi wao correspondents ambao wako Afrika kuweza kupata habari ambazo ni tofauti na kitambo kidogo, na kwa hakika na kwa haraka. Siku hizi pengine tukikuwa na kitu kama road accident, habari zinasambaa mara moja kuliko kitambo ambayo teknolojia kidogo ilikuwa imeturudisha nyuma, na habari zilikuwa zinachukua muda mrefu ili ziweze kupata kutoka nje ya Afrika. Lakini kwa hivi sasa tuko na instant relay ya news kutoka Afrika, na kupitia teknolojia kama satellite, cloud sourcing, nafasi kubwa ipo. Nchi zingine kama Marekani, China, Germany zimeweza kutumia vyombo vya habari katika ile international diplomacy kubadilisha, kuset agenda ya globally. Umeona vita ya Iran ilikuwa tu ni Israel na Amerika kuweza kuwaza na kusema wanataka vita, na wakatumia vyombo vya habari ambao viko aligned kwa hizo countries, zikabadilisha, kila mtu akaanza kusupport ile vita ya Iran. Tumeona wakitafuta kazi sababu kutafutia watu wao ile international jobs katika UN Secretary Generals na nini, wameweza kutumia vyombo vya habari ilivyo ili kupeperusha profiles za candidates wao kiasi kwamba wanapigiwa kura. Sisi kidogo Afrika hatujatumia vyombo vya habari vizuri katika njia za kiuchumi, diplomasia na kutafuta kazi, kutafutia watu wetu kazi katika international jobs. Manake huwa hatuone kama vyombo vya habari vinaweza kusaidia pakubwa, lakini vyombo vya habari ni vina nafasi kubwa na vimetumika hapo nyuma na nchi zingine especially za Europa na Amerika kuweza kutafutia watu wa biashara, kupresent potentials na opportunities katika nchi zao, products zao zenye wanatengeneza, kuzitafutia soko. Wameweza kutafutia watu wao kazi na universities zao, students na marketing kutumia vyombo vya habari. Sisi pale hatujafanya vizuri, na ni baadhi tu ya mambo ambayo stakeholders katika vyombo vya habari na hii tasnia wanahabari wameweza kukaa kujiuliza tena. Ndio nimekuambia hapo mbele kwamba kuna universities sasa zimeanza kuintroduce college courses
kama diplomacy, international relations, economics, business studies katika kufundisha waandishi wa habari. Ile tu ni kwamba kuweza kuwapatia skills na kuretool wao kwamba tuweze kutumia vyombo vya habari kubadilisha nafasi ya Afrika katika ulimwengu wote. Baadhi kama kutafutia watu wetu kazi. Mtanzania mmoja Dr. Salim aliweza kuwa katika international job, na wengine Dr. Monica Juma wa Kenya, tumeona wengi. Lakini ile tutabidi tupigane kutumia vyombo vya habari kuweza profile wale wa Afrika ambao ni professionals katika nafasi tofauti waweze kutafuta kazi. Itabidi tutumie vyombo vya habari kuweza kupresent natural resources zile ziko Afrika, ili tuweze kupata wawekezaji. We can do more than what we are doing currently na media kupitia vyombo vya habari. Changamoto zipo kiasi pale, watu hawalipi mishahara, safety protection ya waandishi wa habari, surveillance waandishi wa habari wakiweza kufuatilia mambo ya watchdog na accountability katika nchi zetu, wanaweza kuwa harassed, intimidated na zingine serikali ama criminal gangs zingine. Haya ni matatizo ambayo yapo. Resources globally, media inaenda chini, pesa za kuweza kumaintain media house ambayo inaweza kufanya habari uzuri imekuwa tatizo. Advertisers wengi wanaharasi vyombo vya habari, wanataka habari uwezi kufanya za zingine story ambayo ni accountability and corruption katika kampuni fulani ambayo pia ni advertiser katika vyombo vya habari. Yale ni changamoto ambazo zipo. Mambo ya advanced training, capacity building zimekuwa ni changamoto, lakini ni changamoto ambazo pia ziko katika nchi zingine. Kwa hivyo nafasi ni kwamba tuweze kufahamu vitu kama media development funds katika Afrika za kuweza kusaidia waandishi wa habari na vyombo vya habari kunawiri. Asante.